Nairobi, Kenya. Mji mkuu mfano wa miji mingi ya Afrika. Njia zake zimejaa mitokaa. Wasio na magari hujipigania ili kwa njia yoyote waweze kufika mle kazini mwao. Na hapa ndipo hadithi yetu yapatikana. Mimi ni Daudi na ningependa kuwapa hadithi ya mjomba wangu. Huyu ni Yusufu, mjomba wangu aliyemfanyabiashara mashuhuri, ingawa kwa wakati huu ana matatizo katika biashara yake. Elizabeti ni binti wa kwanza wa Yusufu. Yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu na ni binamu wangu. Petero mwenzangu ni kijana aliyejikamilisha na wakili aliyejisimamisha. Huyu ndiye Yusufu angelitaka amuoe Elizabeti. Tusipofaulu siku hii, Elizabeth, itakuwa ni juu yako. Njia hii naichukia kabisa. Kila nipitapo na hapa sitapita hapa tena. Kweli unamaanisha hayo? Hakika. Kama ingelikuwa kweli ungekomboa dereva. Dereva? Sina hata mshahara wa makarani wangu. Nakwambia Elizabeth, safari yako hii heri ifaulu. Biashara yangu inadhoofika na huku naenda katika barabara hatari bila ulinzi wowote. Mungu ndiye mlinzi wetu. Baba, usiwe na hofu. Hivi karibuni tutafika kwenye kijiji na utamuona ndugu yako. Ndugu yangu? Ndugu yangu ni mkulima ovyo. Daudi sio mtu muovyo. Hiyo imetosha tafadhali. Tufurahie safari yetu. Bwana, ni wewe kweli? Je, hujambo wewe? Vipi? Hujambo? Sijambo. Vizuri sana. Hujambo? Habari gani? Vizuri kuwaona. Asante sana. Yuko wapi Daudi? Yuko pale shambani. Yuko pale. Asante. Asante sana. Tafadhali njooni tunywe chai. Daudi. Oh, Elizabeti, ni vizuri kukuona. Daudi ndugu yangu. Ndugu yako? Wewe uliyesoma ungeniita binamu kama vile mwalimu alivyotufundisha. Yeyote aliyeishi katika nyumba ya baba yangu ni ndugu yangu. Hujambo wewe? Jambo, na wewe je? Ni salama kabisa. Kuna shida yoyote? Sina shida kwa kweli. Nina habari njema na swali. Mambo mazuri napenda kuyasikia. Nieleze. Petero anataka kunioa. Aha. Mambo mazuri hayo. Waona hivyo? Kilicho na maana ni vile unavyofikiri. Ndiyo, lakini wewe waonaje? Mimi
Naona baba yako lazima awe na furaha sana. Hiyo ni kweli. Hangefurahi kuliko hivi. Petero ana elimu, ana mali. Baba yangu anasema nina bahati mno. Pengine ni kweli. Hivi ndivyo unavyofikiri, Daudi? Ama unajaribu kuniambia yale unayodhani ningependa kusikia? Ningesema mimi sijui Elizabeti, sijui. Tafadhali sema mawazo yako. Nilihitaji mawaidha yako ndiposa nikamuuliza baba atuleta hapa leo. Nilishangaa alivyokuja. Ni vigumu sana kumuondoa kwenye duka lake hata kwa masaa machache. Wewe unamuelewa vyema Daudi. Anajishughulisha sana na pesa. Yusawa na watu ninaowahubiria kila jioni. Kila mmoja wao anajishughulisha jinsi ya kupata sehemu ya mali ya umma. Nasikitika Elizabeti. Petero yuko hivyo pia. Pole Elizabeti. Lakini si ni haya ulitaka kusikia kutoka kwangu? Mimi na Petero tulikuwa darasa moja. Hata tukafaulu mtihani wa sheria siku moja. Kwa hivyo namjua vizuri. Sikiza Elizabeti. Petero anikumbusha niliyoyaacha nyuma baada ya kumpa Kristo maisha yangu. Elizabeti, Biblia husema aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Najua. Hakuna shaka Petero ni mtu mwerevu. Na hakuna shaka yeye ni tajiri. Swali ni, yeye ni mwaminifu? Una sababu ya kuamini yeye sio mwaminifu? Na kueleza ni yafikiriayo Elizabeti. Maisha ya Petero yanitia wasiwasi. Tumeongea naye kuhusu Kristo mara nyingi. Na kila mara husema, nina kila kitu. Nina maswali kuhusu huyu mtu. Hakuna shaka hata kidogo ya Samueli. Petero ndiye anayepasa kumuoa huyu Elizabeti. Tufurahi nawe ndugu yangu. Hii ni habari nzuri kwa jamii yote. Tutaisherekea hapa. Na mimi sina uhakika na hayo. Sherehe za nyumbani huwa njema zaidi. Nani anayekujua huko mjini? Nani anayekujali? Kweli ndugu yangu, ni kweli. Lakini Petero ni mtu wa mjini. Basi jamii yote itamkaribisha. Mipango bado haijakamilika. Tutayapanga hayo leo. Ni gharama. Kulisha kijiji hiki tutahitaji ng'ombe 5 au 6. Hiyo ni kweli. Lakini gharama ya nini? Huyu ni binti wako wa kwanza na anakuletea mvulana tajiri, na zaidi ya hayo wewe utajiri. Tajiri? Hii ni wazi. Una gari, una duka, na wewe ndiwe mwana tajiri katika kijiji chetu. Najivunia wewe. Ndugu yangu, hawelewi hata kidogo. Mambo haya siyo rahisi kama unavyofikiria. Kuna fomu za kujazwa, kodi za kulipwa, na usafirishaji. Ni vigumu kuamini. Sasa hivi nina bidhaa nyingi zinazorundikana kilindini na siwezi kuzitoa kule. Nisipozitoa bidhaa hizo, nitawafuta wafanyikazi wangu na kufunga duka langu, na hapo waenda Yusufu aliyekuwa tajiri. Ndugu yangu, kila siku nasikia ukilia, oh sina pesa, oh huenda nikafunga duka, oh mambo si mazuri. Na huku waendelea kutajirika, waendelea. Ungefurahi, Petero ni tajiri. Ikiwa ataolewa. Ikiwa? Kwani kuna shaka kwa upande wa huyu kijana Petero? Sio yeye, bali msichana. Mambo yalikuwa rahisi ndoa zilipopangwa na wazazi. Lakini binti yangu ana mipango yake. Na anaongea na mwanao aliye na shingo ngumu pia. Unafikiri Petero hutafuta usaidizi wa pepo ili afaulu? Hii najua kwa kweli. Nimeziona irizi. Ni vigumu kwa msichana Mkristo kujua vile ya kufanya siku hizi. Lakini haipaswi kuwa vigumu. Mungu atuonyesha katika Biblia yafaa ya kufanya.
Wakorintho wa pili mlango wa 6:14 yasema, msifungiwe nira pamoja na wale wasio waamini, sababu haiwezekani. Mema na mabaya yaweza kushirikiana? Nuru na giza zaweza kuishi pamoja? Unajua kanisa lililo kusini mwa soko? Ndiyo. Wametayarisha mkutano na wanao wahubiri walio tayari kujibu maswali yako. Tupange twende pamoja. Pamoja? Unatarajia kurudi mjini? Nilikuwa nimepanga kuja, lakini sikuwa na nauli. Hiyo ni kazi ya Mungu. Aliwaleta mnisaidie. Hayo ni maajabu. Utaenda kukaa wapi? Mchungaji Mbogo ameniomba nirudi nimsaidie, na nimekubali. Nitakuwa naye mpaka Mungu atakapoongoza. Basi tutakuwa na nafasi ya kuongea zaidi. Mjini? Je, hayo ni kweli? Ndivyo ameniambia. Mwishowe amepata akili. Ndugu, hii ni habari njema. Kwa nini hukuniambia mbeleni? Hebu nikuambie. Hata hivyo sielewi ni kwa nini aliondoka hapo awali. Mtu kama Daudi, aliye na cheo, yuwaheshimika na wenye vyeo vya juu serikalini. Nilijaribu kumwonyesha upumbavu wa kupoteza nyakati zake katika dini, lakini hakunisikiza. Je, mwishowe amekusikiliza? Ningependa yeye mwenyewe akueleze. Nadhani angependa hata kusafiri na wewe. Sawa, nafasi motele. Basi mambo yameisha. David, mjomba wako amefurahi unarudi mjini. Anadhani unarudi huko kuwa wakili. Kwani hukumweleza ukweli? Ningesemaje ukweli? Hunielezi chochote kuhusu maisha yako. Nawezaje kusema ukweli wa mambo nisiyofahamu? Basi ni lazima nieleze. Ngoja mwanangu, hebu fikiria. Kuna uwezekano ya kwamba umefanya makosa? Kuna ubaya gani mtu kuwa wakili? Hakuna ubaya wowote katika hilo baba. Nchi yetu bado changa na viongozi wa changa. Una nafasi ya kuwasaidia jamii yako na hata kijiji chako. Baba, umeyasema haya yote mbeleni. Lakini hujasikiliza. Ni kwa nini hauna shukrani hata kidogo kuinua kidole kimoja kusaidia jamii yako? Unadhani tulishitabisha kukuelimisha ili uharibu haya yote? Wazani umari yako binafsi? La baba, sifikiri hivyo. Hata Biblia inafundisha kwamba niwaheshimu baba na mama. Nina shukrani kwa masomo mlionipa. Naweza kuyatumia kuwasaidia wengine. Basi fikiria maneno yangu. Basi asante sana. Haya, kwaheri. Tutaonana. Basi niliacha shamba la baba yangu. Nilirudi mjini nikijua ya kwamba ni lazima nimweleze mjomba wangu ya kuwa sitakuwa wakili, bali mchungaji wa kanisa. Kwaheri nyote. Nitakuandikia. Basi kwaheri. Kwaheri. Tutaonana. Kwaheri Samueli. Ndiyo, kwaheri. Kwaheri. Nendeni salama. Basi kwaheri. Daudi, ni vizuri kuwa nawe tena. Asante baba, nimefurahi kurudi. Ni siku nyingi, lakini nilijua utarekebisha mawazo yako, na hiyo ni furaha yangu. Ninasikitika ninapokuudhi. Kuniudhi? Unamaanisha nini? Wacha nikwambie, sirudi mjini ili kuwa wakili. Narudi mjini kuhubiri. Ati umesema nini? Unaona? Nimekuudhi tayari. Kama ilivyo kawaida yako kuniudhi. Hayakuwa mapenzi yangu baba. Natamani ningekufahamisha. Sikufanya hivyo kwa makusudi. Mfedhuli wewe. Wewe ni kijana mjinga. Baba, Wewe nyamaza. lakini unawezaje Tafadhali kusema? Elizabeth,
Jamii yenu ina shida na usaidii chochote. Ni kweli sina pesa nyingi, lakini Mungu anaweza kunitumia kusaidia. Hayo yatosha, sitaki kusikia zaidi. Baba, nataka kusema ya kwamba niko tayari kusaidia kwa chochote kile naweza. Kama hivyo ni kweli, ungetupilia mbali ujinga huu wa dini na kurudia kazi yako. Nasikitika sana. Siwezi kufanya hivyo. Kwani inajisumbua hata kuzungumza? Yusufu, wewe sasa ndio unaendesha gari kama matatu. Nataka kurudi mjini. Huenda nitapata nafasi kufanya kazi kiasi fulani leo. Hatutafika kamwe ikiwa utatutumbukiza kwenye shimo. Elizabeth, Tafadhali, mwache aongoze gari. ni nini hiyo? Balaa gani hii leo? Natumai sio mbaya sana. Sasa ona, hivyo ndivyo Mungu wako anavyonitendea. Hivyo ndivyo natarajia kutoka kwa Yesu wako. Naweza kusaidia kwa jambo lolote? Ndio, hebu Elizabeth ingia ndani na ujaribu kugurumisha gari tafadhali. Naenda kanisani, naomba, bali hiki ndicho napata kutoka kwa Mungu. Jaribu tena Elizabeth. Mjomba, tulimpita makanika kilomita chache nyuma. Naenda kumwita. Sitakawia. Sasa Mungu wa Daudi yuko wapi? Hii inaonekana mbaya sana bwana. Hii ni kazi ya siku 3. Points zimechomeka, condenser imeharibika na hata engine pia inapoteza mafuta mengi. Nitarudi gari likisha rekebishwa. Safiri salama. Haya, tutaonana. Haya. Mkosi mbaya sana. Kwako rafiki, mkosi mbaya. Kwa mimi Abdul, bahati nzuri. Nini? Ndiyo, ni bahati nzuri napita njia hii. Ni bahati nzuri nikakuona. Ni bahati nzuri kwako gari langu halijajaa watu. Na uko salama mikononi mwa Abdul. Na hiyo ni bahati nzuri kwako. Elizabeth, uangalie sana vile unavyosema na baba yako. Unamletea huzuni. Sio kupenda kwangu. Na mbona unafanya hivyo? Kwa nini waongea hivyo? Mama, nadhani ni kwa vile sijui la kufanya. Kuhusu nini mwanangu? Kuhusu Petero. Kwa nini wachanganyikiwa? Si muoane tu. Siwezi kufanya hivyo. Sijui kama ni vizuri. Baba yako akisema ni vizuri, ni hivyo. Waonekana mtu wa furaha. Kwa nini nisiwe na furaha? Taksi ninayo, niko na marafiki na nina bahati nzuri kila wakati. Hakuna mtu aliye na bahati kila wakati. Mimi ninayo. Vipi? Naam, hiyo ni siri yangu. Umekuwa ukiongea na Daudi tena? Ndiyo. Aha. Kuna nini? Ni mawazo tu. Mambo yalikuwa rahisi tulipoona na baba yako. Siri yako ni nini? Unataka nifichue siri yangu?
Ulimwengu unabadilika mama. Ni kweli haswa, na wewe wabadilika. Pengine ni chuo kikuu. Mama, Ama pengine ni Daudi. nataka kufanya yale Mungu anataka nifanye. Na hiyo pia imebadilika. Ilikuwa tu imetosha kwenda kanisani na kuomba. La mama, hiyo haikutosha kamwe. Na sasa lazima Mungu akuruhusu kuolewa bila kujali yatakayotokea jamii yako. Hebu rafiki, niambie tafadhali. Umenielewa vibaya mama. Pengine ni hivyo. Nafurahi Daudi yuaja kuishi nasi tena. Nina maswali mengi lazima nitamuuliza. Nina hakika atafurahi kuyajibu yote. Labda hivyo. Hirizi. Aha. Kumbe hizo ndizo siri zako. Sina nguvu, rafiki yangu. Sina hofu na ajali za barabarani. Madereva wengine hunikosa wakagongana wenyewe. Na sina haja ya kujali hata pesa. Hirizi hizi hunionyesha wanaohitaji taksi. Na bila shaka zimeniongoza kwako. Ulipata wapi hirizi? Hata wewe wazihitaji. Ndiyo. Kituo cha basi za Reserve. Nyuma yake kuna njia. Kuna mtu mzee sana mwenye hekima. Nenda ukamwone. Utaona utapata bahati nzuri. Matayo, Hei bwana. umeenda posta? Ndiyo bwana. Chochote kutoka kwa gala? Huko bado hakuna. Tafadhali kaangalie tena leo alasiri. Nitafanya hivyo bwana. Kama tulivyokubaliana. Makaratasi yako tayari? Oh, asante. Asante. Karibu. Petero, karibu. Keti Nafurahi tafadhali. kukuona. Je, hujambo? Vyema kabisa, labda wewe. Niko salama, asante. Na yukoje Elizabeti? Yu salama. Lakini kuna jambo ama vipi? Ni vile yeye mara huwa na kichwa ngumu tu. Hayo tu. Lakini hata hivyo nitagundua hayo mimi mwenyewe, sivyo? Na tuache hayo. Nimekuletea habari njema. Habari njema? Naamini ulikuwa ukingojea vifaa fulani viruhusiwe forodhani. Naam. Naam, hautangojea tena. Makaratasi haya ni ya kuvitoa. Umeyapata? Sawa, usijali. Lakini umewezaje Hiyo iwe ni siri kati yetu. Sawa? Siri? Na tuseme wewe umepata mafanikio mema. Mafanikio yangu mema ni kuwa na rafiki mwema kama wewe. Sio rafiki tu. Hivi karibuni utakuwa mke wangu. Nawezaje kukulipa? Basi, tuihesabu iwe sehemu ya mahari. Ni sawa? Huyu binti yangu ananipa shida sana Petro. Shida? Shida gani? Anaongea na Daudi. Kwa nini hiyo iwe shida? Daudi ni rafiki yangu. Ndiyo ni rafiki yako, lakini ana Ukristo mwingi na hawezi kuwa rafiki mwema. Hayo mambo ya dini. Hata mimi sielewi mawazo ya Daudi. Ukristo umemchafua akili.
Sidhani ataweza kuonyesha mawazo timamu tena. Na sasa ameanza kuchafua mawazo ya Elizabeth pia. Leo ameniambia atahudhuria kambi ya Kikristo ya vijana. Nilimkataza, lakini hata hivyo alisisitiza ni lazima aende huko. Petro, mambo yalikuwa rahisi sana hapo zamani za kale, wakati watoto waliyaheshimu mawaidha ya wazazi wao. Pengine hivyo ni kweli. Mambo yamegeuka. Leo si kama zamani. Kambi hii ni ya lini? Itaanza Ijumaa jioni. Aha, na iko wapi? Iko huko barabara ya kusini, yapata kilomita 8 hivi nadhani. Aha, najua mahali hapo. Tafadhali usimkataze. Lakini mweke moyo aende. Mpeleke kwa kambi na nitakutana naye huko. Usijali, mimi ni wakili shupavu, na ikiwa siwezi kumbadili mawazo, basi haitawezekana kumbadili. Niamini nitafanya chochote kile kukusaidia. Siwe na hofu. Kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Karibu niwe tayari. Nimesahau vitu kadhaa huko juu. Ongea kwa sauti ndogo. Daudi alirudi yuko usiku wa hapa? manane na sitaki haamshwe. Nilidhani atakuja nami kwa mkutano. La, mwache alale. Ilikuwa usiku sana na anahitaji kupumzika. Hivi ni kusema gari limerekebishwa? Alisema gari liko sawa sasa. Tafadhali, ongea na sauti ndogo. Ndiyo baba. Niamini nitafanya chochote kile kukusaidia. Nimefurahi umebadilisha mawazo yako kuhusu mkutano ujao. Naamini itakuwa usaidizi kwetu sote. Hutachukua nguo zaidi? Kwa vile mkutano sio wa siku nyingi. Si kuona ukiweka koti. Hakuna baridi mwezi huu. Huwezi kuwa na hakika. Ichukue. Haya. Yusufu, ilikuwa nini hiyo? Gani hicho? Ulichokuwa nacho mkononi? Sina chochote. Nimeiona, ni talasimu. Kwani kuna nini? Ni shauri yangu. Tangu lini ukaanza kuleta talasimu katika nyumba hii? Wacha upumbavu mwanamke we. Nenda ukayaangalie mambo yako. Kuna nini? Mambo gani yaendelea? Baba yako hata ameanza kuvaa hirizi. Na kwa hivyo, mbona unafanya kelele hivyo? Nyamaza. Lakini baba, unanihimiza niende katika kambi ya Kikristo na sasa unavaa Nenda ukamaliza hiri- kufunganya. Nikichagua kuvaa hirizi, kuongea na pepo, shauri yangu. Nenda. Mume wangu, huwezi kufanya hivi. Haumaanishi hivi kweli? Nenda zako. Nisikilize. Sisi wa Kristo, Mungu hataki tuvae vitu kama hivyo. Mungu? Unaniongelesha juu ya Mungu? Mungu angeliwacha biashara yangu ifilisike na watoto wangu wafe njaa. Mungu hakunijali, lakini talasimu hii ilinijali. Tangu nilivae, nimekuwa na bahati nzuri. Bahati nzuri. Na nina bahati tele za mapepo. Unadhani nitaitupa kwa sababu ya maneno yako ya ujinga kuhusu Mungu? Mwache Mungu ajithibitishe kwangu. Mume wangu, tafadhali. Nisikilize. Usiponiacha mimi, nitakupiga wewe. Makelele ya nini haya? Daudi, njoo uongee na mjomba wako. Amejifunga hirizi. Hiyo ni Hirizi? shauri yangu. Toka nje. Naenda. Daudi, tafadhali. Tafadhali mjomba. Najua vile utasema, lakini sio shauri yako. Niache kabisa. Mjomba, singejizuia kusikia. Kwa hivyo ukaona utamkimbilia Yesu wako. La sivyo, nataka nijue ni kwa nini wewe umeamua kuyategemea mapepo badala ya Mungu. Ni rahisi. Talasimu yaweza, Mungu hawezi. Kweli waamini hirizi zaleta mafanikio mema? Nimethibitisha. Wakumbuka mizigo niliyohitaji sana. Siku nilionunua hirizi mizigo iliruhusiwa. Leo hii naenda kuitoa ghalani.
Na waamini hirizi zilifanya hayo? Bila shaka. Mjomba, si kwamba siamini uyasemayo. Sivyo? Nina marafiki wengi ambao wanaziamini hirizi. Nimewatazama hao. Na hawaja kuwa na furaha. Hawana amani. Wana uoga. Uoga wa kuwa mapepo watawaacha. Kama wangelimtumainia Yesu aliyesema, sitawaacha wala kuwatupa. Niko nanyi daima. Nimeujaribu Ukristo. Je, ni kweli? Mjomba, umeamini na kumtegemea Yesu maishani mwako? Hautageuka kutoka gizani hadi nuruni? Kutoka nguvu za shetani hadi nguvu za Mungu? Na msamaha wa dhambi? Elizabeti, haujakuwa tayari kwenda? Ndiyo, niko tayari. Utanipeleka huko? Siwezi. Ni lazima niende kuchukua mizigo. Hebu shika. Chukua taxi. Bado wataka niende? Bila shaka Elizabeti. Nataka uwe na furaha. Nataka uende. Lakini ujihadhari. Tafuta Abdul rafiki yangu. Dereva aliyetuleta hapa kutoka kijijini. Mbona dereva huyo? Kwa sababu ya usalama. Ana siri. Hebu nikubebee sanduku. Elizabeti, umeusahau mfuko wako? Nawezaje kuusahau? Asante baba. Kwa heri. Nafurahi Elizabeti aenda kwenye mkutano huo. Baada ya leo mambo huenda yakabadilika. Natumaini hivyo. Mjomba, wanishangaza. Wamcheka Mungu huku amuhimize Elizabeti amtafute. Nina sababu zangu. Na sasa kabla haujanihubiria tena, wacha niende zangu. Mjomba, natumai hivi karibuni utamtafuta Mungu pia. Akinipa sababu pengine, asiponipa sababu usingojee kitu. Ajali nyingine? Kwa nini madereva hawa wa matatu wasijali? Ni matatu? Ni matatu? Wacha nikaone. Elizabeti. Petero, karibu. Kumbe hivi ndivyo Mungu wenu anavyowafanyia wale wanaomfuata, eh? Wamaanisha nini Petero? Alikuwa akienda kwa kambi ya Kikristo ili ajifunze kuwa Mkristo mwema zaidi. Kwa nini Mungu wa upendo amuue msichana mrembo kama huyo? Petero, siamini Mungu alimuua Elizabeti. Sitaki hayo mahubiri yako ya Kikristo. Amekufa na hakustahili kifo. Ni Mungu wako ndiye aliyesababisha kifo chake.
Amekasirika mno. Itamchukua muda mrefu kupoa. Yalikuwa mazishi magumu mno. Wengine walielewa ya kuwa Elizabeth yuko pamoja na Kristo na wakawa na furaha. Hadi wengine walikuwa na hasira na uchungu. Daudi, sitasahau kamwe. Hebu nikwambie kitu. Sidhani Mungu alimuua Elizabeth. Nadhani nilimuua mimi mwenyewe. Mjomba, Ama huenda alimwacha afe kwa ajili yangu. Unakumbuka tulikuwa tukibishana juu ya hirizi? Halafu ukaingia. ndio. Na wakati ulipokuwa ukimsaidia kuchukua sanduku lake, niliingiza hirizi ndani ya kibeti chake. Nilimua binti yangu. Waamini ya kuwa kuweka hirizi ndani ya mfuko wake kulisababisha ajali? Huamini hivyo? La, mjomba. Siamini hivyo hata kidogo. Kutumainia hirizi kwaweza kuwa hatari nyakati zingine. Na wajua madereva wengine wanaofikiria hirizi zitawasaidia kutopata ajali. Kwa hivyo huendesha magari ovyo. Pengine kwa njia hiyo hirizi zilisababisha kifo chake. Abdul ndiye alikuwa dereva. Basi ni uchawi wa Abdul uliomua. Sio uchawi wa Abdul. Ni vile alitumainia katika hirizi hata akawa mjinga. Mungu alimua kwa upumbavu wake. Na Elizabeth pia. Mjomba, Mungu haui. Kuna wakati anaruhusu shida kwa sababu ya upumbavu wetu. Lakini yeye si kama wale mapepo wanaua kwa hasira au kisasi. Mungu ni pendo. Biblia yasema Mungu alionyesha jinsi alivyotupenda kwa kumtuma Yesu ili aziharibu kazi za shetani, ili sisi tuishi. Basi waona mjomba, Mungu anatutakia yaliyo mema tu. Ikiwa Mungu anatutakia mema, kwa nini aache binti yangu afe? Ni mema gani binti wangu wa dhamani kama huyu akifa? Mjomba, vile Mungu huleta mema kutokana na mabaya ni vigumu sana kufahamu. Hii imefanyika sasa. Kuna wakati Mungu ataonyesha upendo wake kupitia kifo hiki. Na muomboleza pia. Lakini faraja ni kwamba Elizabeth alimjua Yesu Kristo na yuko pamoja naye leo. Mungu anajua jinsi unavyojisikia kuniliko. Na kama vile Mungu alivyomtoa mwanawe kama dhabihu, Elizabeth ana uzima wa milele. Mjomba, uko tayari kumtumaini Yesu Kristo akukomboe kutoka gizani? Mjombangu hakunijibu siku hiyo. Baadaye nilijua ya kwamba alienda kwa mganga, lakini hakumkuta. Yule mganga tayari alikuwa amemwamini Yesu. Mganga alienda wapi? Na kama thibitisho ya imani yake mpya, alikubali kuvichoma vitu vya uganga wake mbele ya wenyeji wa kijiji. Basi mjombangu alienda kushuhudia sherehe hizo.
Na sasa tutashuhudia vile Mungu alivyoonyesha muujiza wake juu ya aliye mzee Saidi katika kijiji chetu kupeana maisha yake kwa Kristo. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe sana. Mungu yu mwema. Haleluya. Oh, haleluya. Mungu yu mwema. Kuchoma uganga wake ninaoushika mkononi mwangu ni furaha kwa wengi wetu tulio hapa leo kushuhudia na kujionea kwa macho yetu vile mzee atakavyoweka irizi na uganga wake katika moto ili uharibiwe. Mzee, njoo hapa. Chukua karatasi hii. Washa moto huu uteketeze kila kitu. Kila kitu kiteketezwe. Zina nguvu rafiki yangu. Utapata bahati nzuri. Mungu yu mwema. Bwana asifiwe. Ni vile alivyotumainia katika hirizi hata akawa mjinga. Viweke vitu hivyo vyote kwenye moto, hata kabuti yako na vinginevyo ulivyo navyo mfukoni, irizi zote na uganga, usibakishe hata mmoja. Teketeza kila kitu ulicho nacho, vyote ni lazima viteketezwe. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema daima. Haleluya. Oh Yesu, oh Yesu, vyote viteketezwe leo. Zina nguvu rafiki yangu. Utapata bahati nzuri. Kweli waamini hirizi zaleta mafanikio mema? Zina nguvu rafiki yangu. Utapata bahati nzuri. Nina marafiki wengi wanaotumainia hirizi lakini hawana furaha. Hawana amani. Wana hofu. Hofu ya kwamba mapepo watawaacha. Kama wangelimtumainia Yesu aliyesema, sitawaacha wala kuwatupa. Niko nanyi daima. Je, ungependa kutoka gizani hadi nuruni? Kutoka nguvu za shetani hadi nguvu za Mungu na msamaha wa dhambi? Zina nguvu rafiki yangu. Mungu alionyesha jinsi anavyotupenda kwa kumtuma Yesu ili aziharibu kazi za mwovu shetani ili tuishi. Mjomba, je, uko tayari kumtumaini Yesu Kristo akukomboe kutokana na nguvu za giza? Nimeamua kumfuata Yesu. Nimekubali kufuata Yesu.